The one who was riding motorcycle got in an incident of a matatu. Incident sijui ni nini. Got in a incident ni kusema ilifanyika hapa kwani wewe hujasoma. Sasa uongee hivyo Kiswahili. It was an incident which happened in the morning. Ni msai. Gathashia mwanya muno muri wa Paxson TV we kuria gothe urakoro kirorera muthenya ungi mwega muthenya uria ndigukugundu kikini ta Thika Road na twina mrembo haha uguo ndakimenya ni mumwe muno na rema rakoro makirorera live karibuni sana Kenya mbere torekana ni muraigua andu akuria thiini wa Facebook na ndagiona tukuria go live sana karibu sana uyu ni muthenya ungi mwega na ndamya ni muranjigua wega biu na twina mrembo muito haha uguo na ndamya ni mwamonire kuria gukundu kikini ta Githuragia 45 hara roundabout ni hindira mutino wahanikite na agetukenia muno niwe watumire muiretu uri ungia trendi uri witagwo Njeri tondu uyu ni waragia Githungu na niwe weragwo wacha nionge riu niwe weragwo wacha nionge tondu aritie Githungu ndigo kana akiragwo wacha nionge ri tondu ni ari Githungu aririe hani kiana ka muiretu uri akiona katarari uria kwagirire na kuringana na muiretu ucio ni accident yahanika riu na gatiri handu kono agikono ni ndiraheo kanya kau Njeri na Githweri ri no hote kwerethera wega muno na rikia mwiraga wacha nionge tondu na kiaragia Githungu riu ni akorwo agitugeithia na kindagire ndimwethe niguo nake mumunyitire mu support haria mundu ekohota by the way na nikio twina nake muthenya wa muthi koguo karibu sana wikure gothe rakoro kirorera guku bururi-ini wito wa Kenya kana iku jaitoka cia Kenya karibu sana na ningenaga muno ni nyuothe mukora mukirorera muri guku bururi-ini andu aria mekoria thiini wa bururi wa Gulf andu aria mekoria kundu kiukaine ta USA andu aria meguku bururi-ini ngatho cia mwanya muno nitukena mugithi na mbere kurorera Paxson TV na ndimucokerie ngatho ni muthi na mbere kunyitirira Njeri muthi na mbere kurathimwo ona uyu bado onake tono wa street mukorwo mukimunyitirira na niguigua ona ningenete karibu sana na andu a live twakirenga tugocemani kuria thiini wa YouTube ya Paxson TV arime kuria thiini wa YouTube ya Paxson TV ndukarigia na gwika kindu gitagwo go subscribe na karibu sana asante sana yes mambo vipi how are you I'm fine. yes uko salama kabisa Niko salama. leo nimesema nikutafute uweze kutusalimia uko Paxson TV yes hebu tukumbusha majina unaitwa nani Okay, asante kwa kunitafuta. yes Mimi naitwa Talia Muthoni Nyawera. Mimi ni mkaji wa Githurai. Githurai wapi? Githurai 45. Githurai 45. Hebu tukumbushe venye ulisema pale ile siku ndio watu wakumbuke wewe ni nani vizuri. Okay, nilisema I'm Talia Muthoni from Githurai 45. And today in the morning there was an incident which happened in the morning. But somehow kuna mtu ananicorrect ananiambia si incident ni accident. Namwambia incident ni kusema kitu imehappen hapo. Alafu namuuliza kwani wewe hujasoma? Alafu acha niongee. Hivyo ndivyo nilisema. Ndio hiyo. Wewe unajua sasa watu unajua do you know by the way una trend? Najua nimeona likes na comments. But some kuna watu wana like vibaya, kuna watu wana like vizuri. Lakini mimi najua juu ya Mungu. Yeye inaweza kuwa ndo ilikuwa bahati yangu. Ndio hiyo. Sasa wewe ulijulia wapi? Hata niulize venye niulize wewe mwingine. Wewe ulijulia wapi na pia wewe hauna simu na wewe unakaa kwa street? Okay, mimi nilijulia wapi? Nikienda tu kila mahali iwe nitao hiyo ni wapi watu wananiita. Wananiambia buji angalia ni wewe. Okay. So nimekuwa viral kila mahali naenda najulikana. Wow. How do you feel? Okay, mimi na feel vizuri. Juu bado kwenda bado hivyo viral si kawaida. Bado nashukuru wenye walinikomentia na wakalike. Mungu awabariki. Ndio. Did you know that utaenda viral after ama wewe ulikuwa tu unaongea tu uongee? Okay, mimi sikuwa najua nitaenda viral. Mimi nilikuwa tu naongea bora niongee. Lakini venye tu nilimaliza kuongea jioni. Nilisikia watu nikipita mahali watu wananipigia nduru. Nikarudi nyuma unajua ukipigiwa nduru it's like wewe ni mwizi ama nini. Mimi nikarudi nyuma. Kurudi nyuma watu wakanijazilia hivyo wananiambia wewe si yule dem mwenye tulikuwa na TikTok kwa Githurai. Nikamwambia ni mimi. Nikiwa tu nawaelezea mtu mmoja akajitokeza na akanilipia nyumba for 3 months. Hey, glory to God. Hebu sikia sasa mtazamaji. Mtu akajitokeza tu hivyo from nowhere. Akasema atamlipia nyumba. Mlipatana naye wapi? Tulipatana na yeye Tao hapo karibu na Afya Center. Hapo Quickmart. Aliniita tu venye kama venye umekuja kunitafuta. Ikabidi amenunua bundles, jua kukuwa na bundles.
Unaangalia pale usimove sana ndio ya kamera. Akaninunulia bundles juu sikuwa hakuwa na bundles. Akaniuliza siwe ni ule msichana mwenye ulikuwa unaongea kizungu. Nikamwambia akaniambia kwa hiyo kuongea kizungu yako hivyo nimekulipia nyumba for 3 months. Na nikashukuru Mungu. Wow. Na abarikiwe kabisa. Anaitwa nani? Anaitwa John Mwangi. John Mwangi. Yeye anafanya kwa hizi sako za Webuye, hizi gari za kwenda kama unaenda Kitale. Na akaniambia juu kuna job inafunguliwa huko Queen's Mall Lang'ata. Ikimalizika atanitia vacancy ya kazi na nikashukuru Mungu. Wow, abarikiwe kabisa. Huyo ni mwenye tunasemanga abarikiwe. Abarikiwe sana. Kabisa. Sasa hivyo ndio Mungu anakujanga. Basi siku anajua hata ulilipiwa nyumba by the way. Just imagine tu hivyo tu. Na Mungu akakupitia akakujia tu hapo hiyo na akakusaidia. Sasa alikulipia for how long nyumba na nini? Alinilipia nyumba for 3 months na shopping ya 3K. Shopping ya? 3K. 3K, wow. Quick Match Super. Yes. Na nyumba sasa ulilipiwa wapi? Okay, nililipiwa nyumba Lang'ata, nakaa Lang'ata ukienda niko naenda Rongai, Lang'ata Southlands. But sasa kwenye nilikuwa nakaa ni Githurai. Lakini juu Mungu ameni-extend step ingine. Sasa nimemove kwa hiyo step. Wow. Ndio hiyo sasa. Sasa tunataka tusikie story yako, tukujue vizuri wewe ni nani, umetoka wapi, ndio sasa tena tufike tena hapa mahali tumeanzia. Leo tumeanzia na nyuma na nimefurahia kusikia hivyo by the way. Hata after kuongea hivyo tu uliongea mtu alipatana na wewe na kukusaidia. Wewe mwenye unafanya kwa hiyo sako. May God bless you. Kwa sababu uliona huyu msichana na ukasema utamlipia nyumba. Tena ndio maana tukakuja siku ya leo. Kwa sababu huyu msichana bado hajasaidika. At least akona mahali pa kukaa sasa. Sasa akai kwa street. Akona mahali kwa kukaa. Unasikia amelipiwa nyumba 3 months, ndio? So after 3 months atafanya nini? Atakosa pesa ya kulipa because kwa sababu hata hana kazi, hana pesa, hana income. But I believe through this video, through her story, through wewe kutazama hapo, na wewe utamsupport mahali utaweza, at least na wewe umlipie miezi mingine kadhaa ama umpatie kazi, si ndio? Juu anasema anaweza fanya kazi. Wacha kwanza tujue story yake. Wacha tukujue kwanza kidogo. Ulikuwa umetoka wapi, ulizaliwa wapi, hivyo. Hiyo ndio tunataka kutoka story yako kidogo. Okay, kwa wenye wajasikia jina langu, mimi naitwa Talia Muthoni. Mimi nimezaliwa Lang'ata, Mbagathi Hospital. Huko ndio nimezaliwa kuanzia mwanzo. Okay, mimi nilizaliwa na mamangu anayejiita Ruth Nyawera na Edwin Gashango babangu. Lakini ilikuja ikakuwa somehow bad. Mamangu ikakuwa ni kama hawayuko, yani mamangu akakosana na babangu. Mamangu kukosana na babangu wakaachana. Kuachana ndio ikakuwa ni kama life yangu bado inaenda hivi. Mamangu nikaenda tukakaa naye Wajia. Ukienda nikao naenda Garissa. Kukaa huko mamangu mali alikuwa ameandikwa job. Ikakuwa mamangu amefutwa job. Kabidi imebaki tumerudi tu huku Githurai. Sasa ndio tulikuja tukahamia Githurai. Kuhamia Githurai nikapelekwa shule na mamangu. And I'm sorry to say that juu nilipelekangwa shule na do mingi na nikakataa. Nilikataa shule nikidhani maisha ya nje ndio iko sawa. Lakini maisha nje ikakuja ikanigeuka. Mimi nilikuwa nasomeanga Karoti Girls Mwea. Nikakuja hivi nikakataa shule. Kukataa shule ikabidi nimekuja huku kwa mamangu Githurai. Mamangu kukuja kwake, mwenye alikuwa ameoa mamangu si baba yangu. Ikakuwa sasa inabidi nikienda kwa mamangu naita mamangu sister yangu na ni mamangu. Juu ule mwanaume amemoa sijue ule mimi ni mtoto wake mkubwa. Okay, ilikuja nikaona kabla mamangu apigwe, acha tu nijitoe niende kwa street. Mimi nikaenda kwa street mali mliniona ile siku ya accident. Ikakuwa nakaa hapo. Ikakuwa ni kama mamangu amenichukia. Juu ule mwanaume ako na pesa na it's like mimi namharibia. Mimi nikakaza tu maisha nikakaa kwa streets. Unajua ukiwa bado desperate unaenda tu na kila mtu. Juu na kwa kulala, una kwa kukula, lazima tu uende na wanaume. Mimi kabidi nimeenda saa kwanza kwenda na wanaume. Hapo nikakuja Mungu akanibariki na mtoto mmoja anaitwa Jayden. Mimi kitu tunaweza tutaka kuambia Wakenya. Pale mahali mtu mahali yako. Asikie tu uchungu yangu anisaidie. Juu mimi sasa tukiongea na nyinyi hivi mimi sikuangi na good terms na mamangu. Mamangu hata nampigianga hivi simu. Ananiambia mimi nisimuite mamangu.
Sasa mimi nakuanga hivyo desperate. Na mimi kitu naweza taka kuambia, wewe ukiingia tu TikTok kama YouTube, ingia like video yangu na ucomment, na pia mwenye anaweza kuwa anataka mtu wa kazi, bado naweza fanya kazi. Mimi naweza tufanya kazi mtoto wangu asaidike. Mimi hata nasemanga kama mamangu alinichukia, sasa nikiweza saidika naweza msaidia. Mimi kitu nilikuwa nataka kusema tu ni hiyo. Wewe ukiingia like tu na ucomment, inajiita Musio tuginotana. Ukiingia ucomment na nimeshukuru sana venye mmentafuta. Si wengi wanajitoleanga. Mimi naweza taka ukiingia Musio tuginotana ulike na ucomment na unisaidie mahali unaweza. Mimi naitwa Mama Jayden na Matalia Muthoni. Uko how old? Sasa niko na 22 na nilizaa nikiwa na 16 years old. Wow, so pia mtoto ni mkubwa. Mtoto ni mkubwa lakini nilienda ikakuwa hivi mtoto wangu nikanyang'anywa na mother-in-law. Sasa hivi venye unaniona mimi nakuanga tu hivyo venye unaniona hivyo peke yangu. Na hata most of the times kwa wenye wananijua, unajua kuna wenye wananijua. Mimi nashinanga hivyo peke yangu na Mungu. Juu hata mamangu mwenyewe siwezi kuambia nilimuona mwisho lini. Na anakaa mahali nakaa. Lakini nashindwa nitaenda aje kwake na anipendi. So naomba, si lazima upendwe na watu wenyu. Mimi nashukuru sana juu alinizaa akanibeba miezi 9, lakini anisaidiangi. Kwa hivyo wewe mwenye unaniona walai, naomba tu walai, naweza omba unisaidie walai. Naweza omba unisaidie. Wote mtu tulikuwa tunaongea na yeye ni best yangu, tulikuwa tunakaa na yeye kwa street, but someone ilikuja akasaidika hadi mimi naomba mnisaidie. Ndio. Mnasikia anaomba tu asaidiwe, anasema anaweza furahi sana mkimsaidia. By the way, anasema amepitia na nasikia akisema kwangi ni good terms na mama yake, maybe kwa sababu ya vile maybe ulikuja kwa street ama tukwangi ni in good terms na mamangu juu mamangu mwenye alimoa ni engineer kona do. So it's like alimwambianga yeye anaanga mtoto mwingine. Mimi ndio mtoto kwa babangu tu peke yangu, lakini kwa mamangu tuko wawili. Mimi na sistangu anaitwa Juliet Wangoi. Saa kitu ilifanya mamangu anichukie nikiongea tu kutoka kwa roho. Ni juu mamangu ule mwanaume mwenye alimoa akona do. It's like anaona mimi nitakuja kwake nimharibie. Hapa ndio niliingianga kwa street. Na kama si kwenda kwa street, hapa nipo singekuwa hapa. Ndio. Sijui kama ulikuwa umeniambia uko na simu ama? Sina simu, hata simu nezomba nipate. Sina simu. Nilikuwa na simu ndogo hii ya button ikaharibika. So mimi hata simu sina venye naweza ni connectika, lakini niko na ID. Naweza jicreate bado hadi account, lakini sina simu. Hata kupigia huyu mtu mwenye amenitafuta imebidi nimetumia tu process ndio nimpate. So lakini uko na SIM card? SIM card niko nayo. Na mtu anaweza tuma anything ama shilingi yote kwa hiyo SIM card? Anaweza tuma. Sawa tu, acha tupeane namba yake hapa kwa sababu ya mtu ambaye hapo hapo anaweza taka kumsaidia, kumsupport. Acha tupe namba yako. 0799 14 93 95. Majina italeta nani? Itajileta Talia Muthoni Nyawera. Na mshua by the way watu wanatazama hapa. Kuna watu wanakuwa na roho mzuri, kuna watu wanakuwa na roho ya kusaidia. Huyu msichana anaweza kubadilika by the way na maisha yake ibadilike. Maisha yake inaweza badilika. That's what me wanna believe. Na that's why unaona lazima nimtafute. Hata ikue nini lazima ningemtafuta ndio tukuje tuongee na yeye, pia tujue story yake. Watu wanapitia hapa nje by the way. Na mimi nasemanga msiwahi judge mtu. Msiwahi judge mtu kwa sababu na mimi huwa sijudge mtu hata nani. Kwa sababu najua maisha ni ngumu. Maisha sio rahisi. So I'm sure huyu msichana mnaweza msaidia, mnaweza msupport na ile kitu mtu ako nayo. Wale watu wanatazama live, wale wako huko YouTube, najua mtamsupport. Na hebu rudia namba yako tena, na wale wako huko YouTube ndaandika namba, rudia namba tena. 0799 14 93 95. Yeah. Wayaki Kate alikuwa anakaa Githurai roundabout. Sasa hii video tunarekodia hapa KU ndio tuko. But sasa ulituambia hebu ambia sasa unakaa wapi? Nilikuwa nakaa Githurai kwa street, lakini sasa nakaa Langata Estate. Langata Estate. So mtu akitaka kumsupport mnaweza mpigia hiyo namba, mnaweza ongea na yeye.
na najua mambo itakuwa sana. Challenge za kukaa pale nini. Kuna mtu anaweza sema by the way, kuna mtu alikuwa amecomment pale akasema, "Huyu msichana naona ni kama na kunywanga." Unakunywanga? Okay, sitadanganya watu. Unajua ili kujiongea ukweli. Unajua kuna ambiangwa hivi. Ukiona mtu anakunywa muulize anakunywanga kwa nini. Okay, for now for now kitu naweza sema mimi sikunywi, lakini nilikuwa nakunywa juu ile maisha napitia. Huku nje unajua usiku unapigwa na baridi, sometimes unapata una chakula ya kukula, sometimes unajichukia, unajidharau. Inabidi tu usoba hapo kae tu hivyo kama umeelewa, juu usifikirie mambo mingi. Mimi anafurahisha juu ya kuongea ukweli. Ati mimi kitu naweza sema ni mimi hadi sasa hivi na tunaongea na wewe hivi, nilikuwa naomba tu chance kama hiyo. Juu by the way unajua kama una nyumba, it's like hakuna venye huko. Juu utatumiwa na wanaume nje. Sasa kuna magonjwa, unaweza enda ulale na mtu hadi ukufe ugonjwa wake na ukimwi. Lakini mimi nashukuru Mungu nimetoka kwa street bila ugonjwa. Lakini pia naomba pia mwenye ataniombea niombee, bado hata pombe na mshua nitaacha. Nasikia venye anaongea vizuri. Anasema pia pombe ataacha by the way. So hii maisha yangu, mimi sifai kukua hapa. Kitu kingine mimi ni msichana mdogo. Kitu kingine nafaa nisaidie familia yangu. Mimi nasemanga ningekuwa na pesa mamangu ningemweka maisha ya juu. Hata angewahi tamani kukaa na mwanaume ama nani. Na bado naweza sema babangu nampenda sana. Juu amefanya nikakuwa hapa. Na bado mimi najua very soon juu najua nitaomoka. Nitakuja kusaidia babangu. Amesimama na mimi. Mimi kitu naweza tu waambia, usioidharau mtoto wa mtu bado juu pia weka ni mama umezaa mtoto. Kitu tu naweza amba mnifanyie, mniweke kwa maombi. Mimi ni msichana naweza kuwa mrembo, naweza badilisha maisha na nikuje kuwa mtu mkubwa. Mimi nilikuwa naomba hata huo Pastor Manyari anitafute. Twende anifanyie deliverance. Nione kama naweza change, lakini si kuona mimi najua nita change. Juu Mungu mwenye ako juu mbinguni alalangi. Anaitwa Kanyari. Kanyari hapa kuna msichana mwingine pia unaweza pia yeye msupport. Najua Kanyari is a good follower Paxson TV. Hata pia unaweza msupport mahali utaweza. Na najua unasikia anasema anaweza badilika hata kama atasaidiwa. Na amenieleza vizuri sana na kunywanga pombe, lakini si ati nikutaka ni ile maisha anapitia. Juu sometimes unalala njaa, unakaa kwa street. Sasa kwa sababu judai ati kufikiria hiyo mambo yenye unapitia, anaona tu akunywe tu akae hivyo. Unaona? Sio kutaka. So mimi ile kitu najuanga tu hakuna mtu hawezi change. Hakuna, tumeona watu wengi wamechange kwa hii dunia. Mtu alikuwa anakunywa pombe, mtu alikuwa mvuta bangi, mtu anabadilika anakuwa mtu mzuri kwa hii maisha. Ile kitu najuanga watu ni connection tu hawananga by the way. Watu nakosanga tu connection tu kidogo tu hivyo. Si ndio? Alafu kitu naweza sema mimi Manyari kwa heshima tu yako na Mungu akubariki. Naomba tu uni-invite kwa hiyo church yako. Hata kama utanipea kitu, uniweke kwa maombi. Manyari mimi nimekuonanga sana. Kanyari mimi nimekuonanga sana. Nikusikiza bado hata kwa radio. Na bado nilikuona venye ulisaidia beshte yangu. Kanyari naomba tu walai hii wiki ni invite tu kwa church yako. Juu siwezi jua bahati yangu iko wapi. So naomba tu ni invite kwa church yako. Usiangalie venye niko ama ati venye nilikuwa. Mimi naomba tu ni invite. Tuombe tu na wewe tufanye deliverance na wewe. Msikia msichana anataka pia ameamua pia kuchange by the way. So kama uko hapo unaweza mtaka kumsaidia by the way. Wayaki Kate, kama unaweza taka kumsupport, ametupia namba yake. Lakini sasa hiyo namba by the way, imagine. Hiyo namba hata ikipigwa saa hii haiwezi ingia. Lakini unaweza mtumia kitu. Kwa nini haiwezi ingia hii namba yake? Kwa sababu hana simu. Ako na line lakini hana simu. Hata mimi kumtafuta leo amenipigia na namba mingi sana. Alikuwa ananipigia na namba za watu. Sijui kama ni namba yangu ulikram ama ulitoa wapi? Imagine niliklam namba yako Fed. Ulikram lini? Okay, unaona? Kuna mtu aliniita nikiwa tao. Nikipanda gari ya kwenda Lang'ata. Akanionyesha hiyo video yangu. Kunionyesha video yangu. Nikamuuliza, "Naweza pata aje huyu mtu?" Akaingia kwa bio yako nikapata namba yako.
Namba yako hata natembeanga nayo kama kitabu. Ndio hii nimeiandika hapa. Wow. Hebu nione. Ndio hii. Ni kweli by the way ameandika namba yangu hapa. Hii namba yako natembeanga nayo kama kitabu. Wow. Sasa imagine ameandika namba yangu juu alikuwa ananitafuta. Juu alikuwa anajua tukipatana na yeye mambo yake inaweza badilika at least hata kama tu ni kidogo. So shika. Najua watu watamsupport by the way. Alikuwa ananipigia na simu. Alinipigia venye aliona pia nimefanya story ya huyo msichana mwingine. Na pia na mimi nilikuwa nimeamua nikifanya story ya huyo msichana pia nitamtafuta. Nikaona watu kwa wananiambia tafuta yule msichana mwingine, alituma huyo msichana ajulikane. Kwa sababu huyu ndiye alikuwa anaongea Kizungu. Huyo naye akakuja akamwambia ongea Kiswahili ndio huyo demo ndiye akasema acha niongee. So wacha tuwasupport wote wawili. Huyo pia amesaidiwa na watu kadhaa. Hata huyu msaidieni. Namba line yake ni venye tu nimesema ukimpigia saa hii haiwezi ingia. Lakini unaweza mtumia kakitu at least aende angalia at least anunue hata kama atanunua kabambe ndio muweze kucommunicate. Kabambe ni 1000 peke yake by the way. Kama kuna mtu anaweza mtumia hata 1000 tu hata saa hii aende nunue kabambe ndio muweze kucommunicate na yeye. Unajua anaweza furahia sana, si ndio? Alafu naweza sema mwenye anaweza nitafuta tufanye challenge na yeye kuongea Kizungu ya Kilami bado anaweza nipata. Tufanye na yeye challenge. Kwa hivyo wenye wananisikia saa hii naweza omba mtu mmoja tu anitafuta tufanye challenge na yeye. Na juu ya Mungu tuomoke, si ni jeshi ya Allah. Ndio. Kabisa. Na kwa sababu sasa nikuulize hiyo SIM card uko nayo hapa? SIM card. Hiyo SIM card. Sina hapa lakini iko home, iko wapi? Iko Githurai. Iko nyumbani. Nikienda saa juu nikitoka hapa nikienda na Lang'ata huko Rungai. Ndapitia nikichukua vitu zangu juu sasa nimehama Githurai. Mungu ameniweka step nyingine. Na sasa ile kitu nitafanya kwa sababu mimi nataka hao watu wakusaidie. Na kwa sababu nataka pia wakikupigia wakupate. Nitajitolea nikununulie kale kabambe. Kitoka hapa utatoka nao kabambe by the way. I will make sure nimeenda. Asante, Mungu akubariki walai. Thank you. Mungu akubariki. Thank you. Walai nimepitia shida mingi. Mimi hadi naona ni kama miki tunaweza kuambia wewe na kila mtu ananisikia all over the world. Unaona wewe? Hiyo siku nikikuja Raunda ndio tupatane na wewe. Nilikuwa tu nimelala. Kitu nasikia tu inaniambia enda Raunda. Nikaamka nikakuja, hata unaona nilikuanga mchafu sana. Nikakuja hapo mahali tunalalanga. Kukuja hapo mahali tunalalanga, kibati mzuri ama mbaya nikaonana na wewe. Ukaniuliza ama naweza kuwa eyewitness. Na juu nilikuwa hapa accident ikifanyika, nikajitolea nikakuwa eyewitness. Na venye ulinipost by the video yangu ikaenda. Sasa mimi kitu naweza kuambia, wewe ndio ulikuwa kwa bahati yangu. Ndio. Wallahi. Najua. Mimi hata naweza lia nikisema hivi. Usilie. Ndio ulikuwa bahati yangu. Usilie. Huyu msichana tunaomba tu msupport by the way. Ndio ulikuwa bahati yangu. Mimi nimepitia maisha ngumu kwa hii maisha, sikulala nje. Sikupiga unapata madent. Mimi hata sasa hivi nilikuwa nimefika mahali it's like naweza jiua mimi. Juu mtoto wangu nilinyang'anyangwa. Mama wangu ndio huwa anipendi. Sasa inabaki tu mimi na yani kitu naweza kuambia Mungu akubariki. Amen. Najua watu hakuna kitu inaniguzanga kama mtu kama huyu by the way anakumbuka yale amepitia. Na najua kwa sababu hapa kuna watu wanaweza msupport, kuna mtu anaweza msaidia hapo. Akina Tess Praise kama unaweza rudi hapa hivi. Kama kuna mtu wako hapo hivi anaweza msaidia huyu msichana. Najua maisha yake inaweza badilika. Najua turudi hivi. Najua maisha yake inaweza badilika kwa sababu ya your support by the way. Na nimejitolea ndamnunulia hiyo simu ndio at least muweze communicate nayo. Ndio ukienda nyumbani uweke hiyo SIM card kwa simu kwa sababu najua kuna watu wako na roho mzuri hapa na najua wataamua kukusaidia. Kununulia simu ya 1000 haitatuma ati ni sote by the way. Na kwa wewe pia mtazamaji kumsaidia tu hata na 100 ama 200 haitatuma ati ya nini? Haitatuma ati Mungu akosa kukubariki ama ukose. Na mimi nasemanga hakuna mtu anabarikiwa kwa sababu ya kusaidia. Hakuna mtu anakosa kubarikiwa kwa sababu ya kusaidia. The more unamsaidia, the more Mungu anakubariki. Ukimpea 100 kesho Mungu anakupea mingi. Ukimpea 1000 bado Mungu anakubariki tu. Unaona? So kwa sababu huyu msichana mliona video yake na najua imeenda viral sana, watu wamemuona huko na kuna watu wengi wamenitag. Msaidie. That's why nikaamua nitakuja. Kuna mtu ananiuliza mtoto wako wapi? Okay, mtoto wangu sasa yako nini Mwihoko. Mimi nilinyang'anyangwa. Okay, nilikuwa tumewana na chali fulani. Huo chali yani ndaelezea tu kweli juu lazima express. Alikuwa ni mwizi.
Kakuja akashikanga na robbery with violence. Na ikabaki ameenda Inda. Sasa tukiongea na yeye akomoa Inda. Sasa ilikuwa mother-in-law nipendi. Hivyo ndivyo nikanyang'anyangwa mtoto wangu. Sasa tukiongea na yeye mimi nakanga tu hivyo. Nikiomba Mungu bado ataja nibariki na mwingine. Ndio. So wale watu wako huko, wale watu wanatazama wakiwa huko, ukiwa hapa Kenya, ukiwa nje ya Kenya, tunakuomba tu tuweze kusupport msichana. Amejiongea by the way na alikuwa amejua, alikuwa amenipigia simu sana. Alikuwa anapigia number different, ambia Paxson tu. Kuja tu nieleze story yangu hata mimi nisaidike. Na naweza taka kuchange, naweza taka kutoka kwa street. Na by the way pia story yake imeniguza story yake. Na mimi najua huyu msichana mkimsaidia tomorrow you never know atakuwa wapi. You never know kesho atakuwa nani. So ni vizuri sometimes unasaidia, usijudge mtu, wewe msaidie kwa sababu najua sio watu wote wanakuwa na roho ya kusaidia. Hata kuna mtu najua anaona hii video ama ataona hii video aseme wachana na huyo. Najua watu wana commenting different na watu ni different, watu wanakuwa na maoni different. Na mimi pia nakuwa na maoni different, na mimi ile kitu najuanga mtu anaweza change. Hakuna mtu hawezi change kwa hii dunia. Na huyu msichana ako ready kuchange. Kuna watu tunaendanga by the way kusaidia huko kwa street. Unajaribu hata kumuongelesha hataki, lakini huyu ameamua kutoka kwa roho yake. Yeye ndiye anaamua na anasema mimi nikisaidiwa tu hivi. Ni shida tu imenikula mimi. Sasa mimi nilikuwa nakaa kwa street, mambo different, mambo yaisha inakuwa ngumu. Sasa nilikuwa nakaa kwa street. Na mimi but anajua sema akisaidiwa mambo inaweza change. Haezi kuwa hata na kaa kwa street, haezi kuwa na kunywa hata hiyo pombe. So wale watu wako na roho mzuri hapo, wale watu wanaweza taka kumsaidia, let us help her. Huyu ni yule wa incident. Kuna Reggie Love, huyu ni yule wa incident. Ndiye alikuwa anaongea mambo ya incident. Ndio Virginia, naona this don't worry, it's your time to shine. Mungu anakupenda. Amen. Na anajua hata wacha nikwambie by the way. Hata Mungu hata mtu akuchukia aje ama mtu aseme mambo negative kwa sababu yako, Mungu akiwa ameamua utasaidika. Amen. Mimi naamini nitasaidika. Labda ndio ilikuwa wakati yangu nisaidike. Ndio. Na najua umepitia mengi by the way, kulingana vile anaeleza story yake ni ukweli kuna mengi amepitia. Mimi hata ukiniangalia sinaona fanya niko na madance. Mimi sikukwanga hivi. Mimi hata nikikuonyesha picha yangu utashtuka uniulize ama mimi ni mimi. Unapata sometimes kwa street umepigana, unapata umepigwa. Sasa kama hii ilikuwa niligongwa na chupa hii nikashona uzi 6. Wapi huko? Niligonga hapo Raunda, ukiangalia kwa mikono. Hii nao nilishonangwa uzi 6 bado na hii. Na si ati nilishona juu ya kutaka. Unajua lazima ukiwa kwa street to strike. Na unajua ukistrike lazima bado upatane na vita. Iko hivyo, mimi bado hata vifo nimepitia mingi. Unapata ule chali nilikuwa nakaa na yeye, tukienda na yeye tunaenda na yeye, sasa ni ananifunza tunaenda kuiba na yeye. Unapata hadi karibu unapata karibu nikufia kwa mob. Juu naona hatuna job, lazima tu strike. Lakini mimi kitu tu nimeamua na maisha yangu, is the high time mimi nimetaka kuchange. Sawa. Wale watu wanatazama live, by the way nataka ukate live, tutapatana huko YouTube. Wale watakuja huko YouTube we are recording the video, na wale wameandika namba yake waweze kumsubscribe. Wacha peane namba before ukate hiyo live. Peana namba 0799 14 9395 9395. Majina inaleta nani? Talia Muthoni Nyawera. Talia Muthoni. Najua mtamsupport by the way. Wale wako live, umekata wa live, tunaweza endelea nao wako chini wa YouTube, na wale wako huko TikTok, asanteni sana kwa sababu ya wale watu ambao wanaendelea kusupport this lady. Huyu msichana najua atabadilika. Najua mtamsaidia. Maisha yake itakuwa different. Kutakuwa ukimuona by the way unasema yenyewe huyo msichana nilimsaidia mahali na nimeona at least ni ukweli amesaidika vile alikuwa anataka. So wacheni tumbadilishie maisha, wacheni tumsupport. Namba yake tumeandika hapo, wale wako huko YouTube, wale wako huko TikTok, wale wako huko Facebook. Najua maisha huyu msichana itabadilika in the mighty name of Jesus. Kama uko na any support hapo unaweza taka kumsupport, wacha tumsupport. Si ndio? So pale kwa naweza penda unieleze pale ni which other challenges ulikuwa unapitia pale saa zile uko kwa street? Okay, pale kwa street unapitia challenge mingi juu. For example, unapata kwa kulala, boy akikuja kukatia hapo kwa street. Unakubali juu uko desperate, juu unataka tu mali unaweza lala ama ukule. Kitu kingine, bado ukiwa pale kwa street unapata unatumia drugs sana.
bado ukiwa pale kwa street madance mingi. Juu vita lazima ikue hapo, juu hapo hakuna mtu wenu hapo. Okay, mimi nimekaa safe kwa street for almost miaka 2 na kuelekea. Nimezalia bado kwa streets. Nimejilelea kwa streets. Na si ati mamangu yuko uhai. Mamangu ako uhai na ako karibu mahali niko, lakini hakuna venye yani nasaidika. Hiyo ndio challenge nimekuwa nikipitia kwa streets. Na uko na any other family members huku? Okay, mimi nilikuwa na shosho yangu. Mwe tulikuwa nakaa na yeye ushago. Kakuja hivyo shosho yangu akapata accident akakufa. Nikaenda kwa Maito na yeye pia akakufa. Family members yani ni wale watu. Yani mimi unajua hata mbona nilinasema nataka kupatana na Pastor Kanyari. Juu it's like niko na roho ya rejection. Nikienda kwa aunti yangu ana reject. Yani inakuwa ni kama mini ball narushaniwa kwa unapelekwa kwa aunti yako, unarudishwa kwa anko yako, unaenda kwa shosho yako. Sasa yani ni kama niko na bado spirit ya rejection. Bado naweza omba kwenye wanajua kuomba maombi waniombe kwa Mungu. Hiyo roho ya rejection initoke. Kuna mtu anaweza amua maybe ulikuwa atulitembe by the way umesoma mpaka wapi? Nilifika form 1 first term ndio nitoke shule. Au kupita hapo? Si kupita, nilikatalia hapo shule nikidhani maisha ya nje iko sawa. So watu wanaweza taka wakusaidia aje by the way in terms of maybe course ama unaweza mimi naweza taka mimi bado am good na kushuka. Kuweka tips za gel. Na bado kuweka wigs na kushuka hizi bandika za nywele. Bado mimi nikiweza pata tu mtu anaweza niandika ama anifungulie salon naweza fanya. Ulijulia wapi hiyo na ama ulikuwa umeenda shule? Kusomea ama ulikuwa? Okay, hebu imagine mimi nilijua tu. Nikiwa shule nilikuwa najifunza kushuka hizi manyasi. Hivyo nikakuja nikajua ikakuwa nikata. Hiyo ni talent yangu. Kuna shule nilienda. Lakini bado naweza taka nirudishwe college, nijifunze vitu zingine mingi. Wow. Unasikia alikuwa anajifunza nyasi, alikuwa anashona nyasi akiwa shule. So unajua mtamsupport na mtamsaidia mahali mtu ataweza ile kitu mtu yako nayo. Kama uko hapo unaweza taka kumpea kazi, mpatie kazi. Anahitaji kazi. She needs a job. So wacheni tumsupport, najua Mungu atawabariki. Tunaenda hivyo tukimalizia, tukumbushe namba yako na utukumbushe your social media handles. Yes. Okay, mimi nimesema mimi ni Tale Modhoni, namba ni 07 99 14 93 95. Na ukinipigia usikie niko mtaja, si ati nimezima simu, ni simu sinaanga. Ndio, na nimesema leo ukienda utaenda na kasimu, utakunulia kabambe at least. Asante. Ndio ukienda uweke hiyo line ya simu, ndio mtu akitaka kusupport, at least anaweza kusupport, si ndio? Bado nitafungua account ya TikTok. Nitakuwa najiita Incident Githurai Girl. Ndio. Kabisa. Haya, nataka sasa tumalizie. Sijui kama kuna kitu kingine ungependa kuongezea. Mimi kitu ningependa kuongezea ni nimeshukuru, asanteni kwa wenye walilike na waka comment. Na bado mimi naweza sema watu wa Mushi wetu Kinota na Mungu awabariki na uzidishiwe maisha. Ndio. Asante sana. Asante, nimeshukuru. Na wale watakusupport utaambia aje pale? Wale watanisupport, Mungu awabariki. Leo jioni nitakuwa nimefungua account yangu ya TikTok. Unaweza ingia ulike na ucomment. Utafungua na nini? Na ama simu nitafanya hivi, nitafungua na simu ya kazini yangu. Kabla nipate niende chance nyingine nitapata bado simu kubwa sasa yangu. Lakini bado video zangu mtakuwa mnaziona. Na bado mtu anaweza kuja tufanye challenge na yeye kuongea kizungu ya Kilami. Ndio. Kabisa. Asante. Na unaonekana unapenda kizungu sana kwa sababu hiyo siku ndio uliniambia uongee kizungu. Okay, mimi nikiwa shule nilikuwa bright sana. Ni venye mambo huko tu naenda hivi. Mimi nakwambia mimi shule sikuwa natoka number 1 ama 2. Haya. Mimi yani nilikuwa bright girl kabisa. Nasikia shule nilikuwa nasomea ni Karoti Girls.
Karoti Girls kama wewe ni mtu unajua. Unajua nafaa kuingia na grade na kaaje huko. Mimi niliingia na A+ na nilishinda. Isipokuwa ni shetani huku jana ageuza watoto wa watu. Mimi sasa ningekuwa mbali sana lakini najua bado naenda mbali. Ndio, unaenda mbali in the mighty name of Jesus. Na sasa wewe ukisoma watu ulikuwa unataka kuwa nani? Flying doctor. Flying doctor. Just imagine. Nataka kuwa flying doctor. Flying doctor inamaanisha ni ule daktari ni kama ni for example na air hostels. Mwenye anaendanga yani kwa ndege for emergency. Hiyo ndo nilikuwa nataka kukua. Kini ilikuja ikakuwa hivi siku make. Kini najua naweza make bado. Ndio. Kitu ningetaka kusema naweza salimia mama wangu bado hata kama alinichukianga. Naweza salimia mama wangu Ruth Nyawera akiwa Githurai. Na sister yangu Juliet Wangoi. Na bado naweza salimia gukangu akiwa Kirinyaga. Na bado nimesalimia mamuri wangu wote wa Gedho. Na bado nimesalimia mamuri wangu wote wa Lang'ata. Na nimesalimia babangu my first priority dad. Nimemsalimia na nampenda mahali yako. Akiwa Murang'a asalimike. Your sister yako anakaa wapi? Sister yangu sasa yako shule Murang'a. Na bado Mungu alikuja akambariki sister yangu na yeye bado. Sister yangu bado ni bright shule. Hata ukiingia kwa faili yake utashtuka. Sister yangu hajaitoka namba 1 ama namba 2. Wow. Na bado sister yangu ananisimamishanga ananiambia Aki Modhoni si uchange. Hiyo kitu inafanyanga nasikia vibaya sana. Nikimagine mdogo wangu ndo ananiambia ni change instead of mimi nimwambia change. Lakini juu ya Mungu mimi nimechange walai. Mimi naomba tu Kanyare unitafute. Kuja tu tufanye deliverance na wewe na nitashukuru na Mungu atakubariki. Ndio hiyo. Na nitajaribu kuongea na Kanyare nisikie venye ataniambia. Kanyare pia hapa huyu naweza msaidia mahali utaweza na atashukuru kabisa. Hata kama ni saloon anifungulie saloon. Okay, anifungulie saloon, jio ndo itanisaidia. Juu for example wewe mwenye amenilipia nyumba unajua sitaishi na hiyo. Hiyo pesa si ati nitaishi nayo kwa hiyo nyumba. So Kanyare, mahali uko, hebu jiona kutambua na ni ukusikiza sana. Naomba tu nitafute hii wiki kabla ichaisha. Ndio. Ni request tu nimekupea. Ni request si command by the way. Hiyo si command, ni request. Sawa sawa. Najua maisha yako itachange na mambo itakuwa different by the way. Najua watu watakusupport. Believe that. Mungu alikuwa amepanga hiyo siku ndio utatrend na ndio utajulikana. Hebu akumbusha by the way venye ulisema ndio tukienda hivyo tukimalizia hivyo. Okay, nilisema I'm Talia Modhoni from Githurai. And now we are on Githurai. Today in the morning there was an incident which happened in the morning. Yes. Kijana mwingine akanicorrect akaniambia hapana si incident ni accident. Yes. Nikamuuliza incident ni kusema kitu imehappen hapo. Kwani wewe hujasoma? Hivyo ndivyo nilisemanga. Ndio best yangu akaingililia akasema acha niongee. Nakwambia pia ongea Kiswahili wewe. Na best yangu unajua alisema aje? Hiyo gari ilitoka from nowhere. Kakuja ikabondana. Watu wakakufa. Naomba tuweke bamstata kama ni 200 hapo ni best yangu. Na bado hadi ya Mungu amemuonekania. Hivyo hadi mimi hivyo. Ndio hivyo tu hata support tu. Hata utasupportiwa tu. In Jesus name. Akitunaweza kuambia mimi unaona kwa hii roho yangu utaitoka hapa. Juu bado hiyo siku ndo tupatana kitu ilikuwa tu inanishinda nikiniambia nikuje hapo raunda nikuje raunda. Kuja raunda mtu wa kwanza niliongea na wewe ni wewe. Wewe ndo umekuwa bahati yangu. Mungu akubariki. Unaona hapa hadi wewe. Mimi najua hata Mungu atakuupgrade sasa. Amen. In Jesus name. Hebu tueleze hiyo hebu tueleze tena sasa hiyo mambo ya accident. Sasa tuongee story ya accident. Kulienda aje na ulikuwa Okay, mimi nilikuwa nimekaa hapo kwa streets mali tunakaanga. Nikiwa hapo kwa streets gari kakuja ikiwa imetoka na kao sasa. Nayo nduthi hiyo motorbike ilikuwa inatoka sana raunda inazunguka. Mimi nikiwa tumekaa hapo nikasikia gari nikasikia puu. Kusikia puu. Mimi hata sakani kukumbuka juu niliona liver ya mtu na macho.
Kusikia hivyo, dereva alifungua mlango akatoka na akatoroka. So bado naweza ambia je madereva, ukiendesha gari, kumbuka si ng'ombe umebeba ni watu. Ndio. True. Gari kugongana, kuna besti yangu hapo anauzanga hapo karibu. Alikuwa amesimama wale wanauzanga mask kwa jam. Alikuja kama amepitwa na yeye. Kukaka. Tena watu wakakufia tu huko ndani. I'm sorry to say that jumbaka kuna msichana alikangu alikufa huo mwenye alitoka liver kwa tumbo. Alafu mwenye alikuwa na pikipiki alikuwa mbeba vichwa za mbu. Hizi zinachemshangwa. Hebu niambie kuna mtu alikuja akachukua hizo vichwa na madamu zenye watu wamekufia akaenda kupika. Kwa hivyo hata si atinachomea watu kazi. Bado ukiuza kitu na ukikula mahali angalia ni wapi unakula. Ndio. By then ni kweli niliona zikusimama, zilikuwa zimeanguka hapo na zilikuwa kwa damu pia imechanganyika na damu ya watu na zikaenda zikachukuliwa zote. Walichukua. Hawakuenda kutupa. Huku sikia venye alichukua alisema aje. Hii ni doo. Kwa hivyo jua saa zilienda zikauzwa nyinyi jioni ukitoka job wewe ujui. Unaenda kwa butchery unakunywa supu, kumbe supu yenyewe hata ndio inakuletea maswara zaidi. Just imagine. Watu wanaenda wanunua nyama, wanasikia mtu anasikia anaumwa na tumbo. Na by the way nilikuwa nimepoka story kingine na mtu akaniambia, "Parkinson siku moja sikuje uchukue news hapa Githurai." Kwa sababu kuna siku kuna hapa paka ikigongwa na gari ama mbwa ikigongwa na gari. Hata umbo unakula. Atikigongwa na gari inachukuliwa inaenda kutengeneza supu ama mbitua. Na yuzi buchari za mbali hapa tu around ndio unajua ujui. So mimi naweza sema mkikula nyama mnaangalia kwenye mnakula nyama. Nakula nyama ukula kimtu. Imagine by the way. Sasa kama walichukua hizo na si ati naongea ati mtu aniweke lawama, mwenye anaweka lawama yake lawama. Mimi naongea ukweli. True. Ni ukweli by the way. It happens naongea hivyo juu ya masista zangu, mabro zangu, siwezi taka waumie. Ni ukweli by the way, juu unapatanga hata kuna mahali unapatanga watu wameshikwa wamebeba nyama ya mbwa. Wanaenda kupikia watu. So it is very wrong when wanafanyanga hivyo. Na sio vizuri by the way kufanya kitu kama. Imagine unachukua hizo, mimi najua niliona hizo vichwa. Venye yake zinafanyika hapo kuliko hapo tu ndio watu walikuwa wameumia, damu imewawaika kila mahali. Hizo vichwa zimechanganyika hapo. Imagine. Alafu mtu anachukua hizo vichwa anaenda nazo atikupika. Na hiyo damu unajua imechanganyika na hiyo damu ya hiyo vichwa ya mbuzi. Kwa sababu hiyo ilikuwa kitu fresh. So hiyo ikunifurahisha hata kidogo. So wale watu wanafanyanga hivyo, tafadhali wacha tufanye kazi mzuri ndio kazi yako ibariki. Unashindwa kwa nini kazi yako ibarikiwi? Unashindwa mbona kazi yako Mungu aibariki? Ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Unafanya kazi mbaya, instead ufanya kazi mzuri upate pesa kidogo. Kama hakuna nyama za mbuzi ziko, nyama za enda ununue. Wacha kupetaka faida kubwa. Ati unauzia mtu mbwa ati ndio upate faida kubwa. Unauzia watu vichwa kama hizo ati juu ni za kuokota. Alafu tabia nyingine naonanga watu wana accident imefanyika, mtu anaenda naiba kitu ya mtu. Just imagine. Uje hiyo damu inakufuata maisha yako yote. True. Wengine hata wakujangi kwa accident ati ni ma eyewitness by the way. Anakuanga amekuja kuchukua kenye iko hapo. Ni kweli. Kuna swali nataka kukuuliza. Niliona mtu mwingine akikomenta akasema ati yani accident ilifanyika ndio wao nao wakajulikana. How do you see that scenario? Okay, so nyinyi mkajulikana na wengine wakasaidika hapo. Okay. Unajua hata mimi niongea. Mimi hiyo siku nilikuwa tu nasikia nikuje round tu. Unaona mahali tulipatana na wewe? Kukanyanga tu hivi. Nilisikia tu accident, kuiona na macho yangu, si ati naongea kitu ilikuwa mbali. Sasa kuiona nikasikia vibaya. Unajua unaweza shtuka. Si ndio ukakujanga ukauliza nani anaweza kuwa alikuwa ameona hii accident. Nikakwambia ni mimi. Sasa unaona ni nini? Mungu alikutumia wewe juu yangu. Thank you. Amen. Na najua sasa kutoka hapo najua watu watakusaidia na maisha yako itabadilika. Mahali tu mtu yote ataweza tu kumsaidia by the way. Nimesema nitamnunulia kasimu, nampiga simu mconfirm. Nitamnunulia kasimu ya kabambe ndio line yake, hiyo line ikipigwa at least ikiwege. Najua nikiweka hii video line yake itakuwa imeshaweka kwa kasimu. So wacha tumsupport, mpitumie ile kitu ambayo uko nayo na Mungu atakubariki. Hautawahi kosa kwa sababu ya kupenda. Na wewe unaonanga unasaidia. Maybe kuna mtu hapa jana alisaidia, hiyo siku nyingine nilikuja nikwambia usaidie, hiyo siku nyingine ndio nitakwambia ukuje usaidie, na tena leo nimekuja nikwambia usaidie. Usiwahi choka. Wacha tusaidie tu mahali tutaweza.
kwa sababu saa zile unasaidia, mimi najuanga hiyo kitu ambayo unapanda ya kusaidia utavuna. Kuna watu wanauananga, mtu mwenye anauananga siku moja atavuna kwa sababu ya venye aliua. Mtu mwenye anafanya mabaya ndio unajaribu kumaanisha anavunanga hiyo mabaya. Ukifanya mazuri unavunanga mazuri. Sasa zile unasaidia mtu kama huyu utavuna hayo mazuri kwa njia nyingine. Hautakuja ati sasa wewe watu watakusupport. Hapana. Hautaifika mahali sasa venye unasaidianga watu. Wewe utaifika mahali pa kusaidiwa. Wewe Mungu atakuwa akikubariki ndio unayopata za kubariki wengine. So wacha tusaidie msichana and I'm sure maisha yake itachange, na wewe mahali unataka kufika unafika in the mighty name of Jesus, kwa sababu ya kusaidia mtu kama huyu akona roho mzuri, kwa sababu ya mtu kama huyu anataka kubadilika, kwa sababu ya mtu kama huyu anahitaji usaidizi. Anaulizanga siku yangu itaifika lini? Let's change her life through this platform. So wacha tumsaidie na Mungu atakubariki. Thank you very much. Sitauliza swali lingine, ile tu kitu nitakuomba tu nirudie tu namba na majina, italeta nani? Talia Muthoni 07 99 14 93 95. Thank you. Majina Talia Muthoni Nyawera. Nikiwa nataka arudie tena majina tena ndio usiconfuse. Nasikia nimemwambia arudie majina mara mbili. Usiconfuse atuseme ati mereta jina nani, hapana. Ukituma ilete na Talia Muthoni Nyawera. Thank you muno mururi wa Paxson TV. Ndaria githweri muno. No sawa nyenda kwa gikuno githweri onakio ni joy wega biu nginya githungu mungira njari githungu ugu ndimurehera muthungu haturi ari githungu kwaria mfurizo. Anyway, thank you muno ni kwiraragira Paxson TV wikuria gothi okiri wiguku bururi-ini nengenaga muno, na tugire platform ino tugateithagia haria twahota guteithia na haria twahota gu support. Koguo wekire wina kio tumira muiretu uyu na Ngai wa moyo akurathimira no goka kumwira mundu othe ara support ile by the way ndakuja kutaru kwina aria maragerera through ni magoka makajira Paxson muiretu cio ni kumuteithia namna this tariu Kanyari arokire ajira Kanyari naregire ga muno by the way no ni support muiretu uri ongi na murira rent ya ngiri 30. Imagine marari ha nyumba jeri marari ha nyumba 4500 riu kikahetwo ngiri 30 no ari ha mirohero mieri igana koguo ona we hau no wirutira ku support na Joy Ngai wa moyo ni ukurathima ndi no rogi gwenda kuongerera gwenda kumutigira hau uguo nginya hindi wengi na Arena Paxson TV kuma guku barabara-ini ya Thika Road ha uguo ndirona China Square goko ni gwita goko ni Kiambu kana ni Kiambu kana twi Kiambu ndito ni kana muhaka-ini ha uguo turi. It's like ni kama tuko kwa mpaka mpaka hivi na hivi. Sawa. Thank you muno gurugo maundu makihana simanie thiini wa next video na Arena Paxson TV. Nije za kwa Paxson Chege wagunya kwa elia kuonana na watu na unajua watu Mungu atafungua njia, si ndio? Na mbarikiwe. Asante sana. Thank you very much.